naona kama tunaenda kuvuka mwaka. Nilikuja hapa kanisani mwezi wa 10, I think October mwisho. Na nilipokuja nilipata hiyo siku ilikuwa watu wanatoa mchango wa wifi, I think so ilikuwa ni hivyo. Lakini hapa nilipofika tulifanya hivyo kwenye ilikuwa na neno lenye nilitoa hapa, nilimwambia pastor, mimi naomba Mwenyezi Mungu akitufikisha salama next year, naomba nitakuwa nikitengeneza hapa na tiles yenye nitatengeneza na simiti nitakuwa nikinunua every month moja, na tuanze kuchangiana tuone venye tunajenga nyumba ya Mungu. Kumbe kitu kitaje kwa mlango wa Mungu anakutimizia na anakutendea. Kwa hivyo nawaambia, njia ya kwanza kuanguka kwa baraka zako, heshima, respect kwa yule mtu anaitwa mchungaji. Hata kama sikuji hujaniona nikija kila Sunday, hakuna mtu anaweza kuniuliza kuhusu mchungaji na apostle na niongee mbaya, sijawahi fanya. Tu nashukuru nina mambo yangu yenye inaniweka nyumbani, lakini heshima napisha sana kwa hata nikiomba. Hata nikikaa huko maombi huwa napitia, nikiomba najiombea. Sasa nashukuru pastor aliniambia neno moja, Betty, kuna mahali umepita wewe ukiwa head teacher, lakini ukiwa director na ulipita hii kiwango cha head teacher. Kwa hivyo Mungu alikurudisha chini, urudi kwa hii head teacher, ndio mtoto hawezi kuwa tu mara moja ndio ukue director. Na ninawaambia Wakristo, huyu Mungu si wa kuchezea. Ukiwa umeamini Mungu na ukafuata venye apostle na mchungaji anawaambia na ukawaheshimu, kweli anakudhirishia. Hivi ninavyoongea tayari niko na shule, nimepata, iko na kila kitu ndani, iwe desk, blackboard, mpaka stationaries. Nilikuwa napitia ile kipindi niko teacher hiyo, mlikuwa mnaniona kubati. Nilikuwa napitia changamoto kubwa sana ya finances, kupata pesa. Unaweza niona nimeng'ara hivi, but nilijifunza kitu moja nikiwa college, kwamba usiwahi kulingana na shida yako. Ng'ara wakati huo uko na shida, ndio mtu asijue una hata shilingi. Sasa hata ukikutana na mimi nikwambie sina 5,000, mtu atakataa. Na ni kweli sina, but navaa kulingana na utukufu wa Mungu ndio ameniwezesha heshima. Hiyo siku mchungaji alisema, mimi kwa nini umetamka hivyo? Alikuwa anacheka by the way wakati akisema, nitakuwa nashinda hapa nikikesha